Kwa mfano unaona Tanzania ina mfalme Tanzania mwilini na ina mfalme rohoni. Wa rohoni ndio wa maana sana. Ukimtungua wa rohoni, mwilini panaenda sawa. Kenya unayoiona ina mfalme wake rohoni. Uganda ina mfalme wake rohoni. Kuna mamlaka zinazotawala anga. Kwenye kila nchi kuna mkuu wa nchi wa kimwili na kuna mkuu wa nchi wa kiroho. Hali ya nchi yoyote duniani, iwe Marekani, iwe Israeli, iwe Uganda, iwe Australia, inategemea hali ya mwenye nguvu wa rohoni. Ukimpiga mwenye nguvu wa rohoni wa nchi husika, unapenya. Usigombane na watu, lenga rohoni. Kama ambavyo nyuma ya Mikali alikuwepo mfalme, ndivyo ambavyo nyuma ya kansa yako, nyuma ya ugonjwa wako, yuko mfalme ambaye tunataka tucheze naye leo, tunataka kuzungumza naye leo. Nyuma ya umaskini wa familia yako kuna mamlaka zipo. Narudia tena, Waefeso sura ya 2 kuanzia mstari wa 1 inasema hivi: nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa yenu na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani, kwa kufuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, yule atendaye kazi sasa ndani ya wana wa kuasi. Hebu sema, mfalme wa uwezo wa anga anatenda kazi ndani ya wana wa kuasi.